Habari ndugu mpenzi mtazamaji, kwa majina anaitwa Ana Ezekiel na siku ya leo imekuwa ni siku ya baraka sana. Tumeweza kutembelea kanisa la FPCT Mbezi Manyema na tunashukuru Mungu kwa sababu imekuwa ni ibada ya baraka sana, na tuko na mchungaji mwenyeji kwa sababu ametuhusia kuhusu neno la mtu aliyekomaa kiroho anapaswa aweje. Natumai pia wewe utafaidika baada ya kumsikia mtumishi wa Mungu aliyeko hapa. Basi tuungane naye ili aweze kutuambia maneno mawili matatu kuhusiana na mtu huyu anapaswa aweje. Kwa majina naitwa mchungaji Peter Charles Mwakikoti. Natumika chini ya kanisa la FPCT au Free Pentecostal Church of Tanzania. Leo tumejifunza hasa kwa habari ya ukomavu wa kiroho. Ni eneo muhimu na ni somo muhimu sana kwa kila muamini kujua, kwa sababu kumekuwa na changamoto kubwa kwa kizazi tulicho nacho. Sasa tunapozungumzia kwa habari ya mtu kukomaa kiroho au ukomavu wa kiroho, mtu ambaye ni mkomavu kiroho, tunaposoma katika maandiko katika kile kitabu cha Waebrania sura ya 5 mstari wa 11 mpaka ule mstari wa 14, maandiko anasema, ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake, na ni shida kuyaelezea kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia, kwa maana iwapasavyo kuwa walimu. Maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu, nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa, wala si chakula kigumu. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni chakula cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Sasa kwa mujibu wa andiko hili ni kwamba mtu mkomavu wa kiroho au aliyekomaa kiroho ni mtu ambaye ana uwezo wa kujisimamia mambo. Yaani sio mtu wa kufata upepo, sio mtu wa kuchukuliwa na elimu mbalimbali. Ni mtu ambaye ana msimamo, ni mtu ambaye anajitambua kwamba yeye ni mtu wa namna gani. Kwa mfano, leo tumeona watu wengi ambao unakuta yupo kanisani kwa muda mrefu sana, lakini bado anahangaika na vitu ambavyo anahangaishwa na vitu ambavyo kwa kweli ukiangalia na umri wake wa kukaa kanisani unakuta ni tofauti kabisa na anavyotenda. Kwa hiyo mtu ambaye ni mkomavu kiroho ni mtu ambaye ana uwezo wa kupambanua mambo, ana uwezo wa kupambanua mema, ana uwezo wa kupambanua pia yaliyo mabaya. Kwa namna ipi sasa? Leo kuna mafundisho aina mbalimbali ambayo wakati mwingine ni ya uongo, wakati mwingine yamechanganywa, lakini mtu ambaye amekomaa kiroho ana uwezo wa kupambanua neno la kweli na neno lilo la uongo. Na huyu mtu hababaishi na chochote, kwa sababu ana ufahamu, ana uwezo wa kupambanua mambo. Kwa hiyo ni mtu ambaye hasukumi mambo kufanya, hasukumi kwa kupelekeshwa. Ni mtu ambaye anaelewa nini anachokifanya. Na huo ndio ukomavu wa kiroho, kwamba ni mtu ambaye anaweza kujisimamia. Kama ni mambo ya wokovu anajisimamia mwenyewe, kama ni swala la neno la Mungu anajisimamia mwenyewe, kama ni fundisho la neno la Mungu anajua umuhimu wake mwenyewe, sio wa kufuatwa. Huyo mtu amekomaa kiroho. Lakini pia baba, naomba utueleze, je, mtazamo ukoje kwa watu huko nje kuhusiana na neno hili? Karibu baba, utupe ufafanuzi kidogo. Ipo mitazamo mingi, lakini naomba nielezee kwa namna mbili. Eneo kuna wanao wamefikia viwango vya kukua kiroho na kupitiliza kufika mahali pa kukomaa, yani hawakunjiki, hawafundishiki. Sasa hilo ni tatizo. Tunaposema kwa habari ya kukua kiroho au ukomavu wa kiroho, haina maana kwamba hauhitaji kuendelea kujifunza.
Kujifunza hakuna mwisho. Sasa swala la ukomavu wa kiroho inategemea jinsi ambavyo unatia bidii katika eneo la kujifunza neno la Mungu, unatia bidii katika ibada, unatia bidii kibinafsi, unatia bidii ya kuwa na muda binafsi na Mungu. Hii inatusaidia sana. Sasa changamoto kubwa ya kizazi tulicho nacho, au na ushauri wangu kwa Watanzania, ili tusiendelee kupotea katika mafundisho ya uongo. Msemo unasema apandacho mtu ndicho anachovuna, lakini pia maana yake ni hii: wengi hawajawa na muda wa kudumu katika mafundisho ya kweli. Na hivyo ukitaka kujua ukweli lazima ukubali kufundishwa kweli, ili hiyo kweli kufanye kuwa huru na kukua katika hiyo, na utakuwa katika njia sahihi na hautapotezwa na uongo, kwa sababu neno la Mungu ni kweli. Mpaka hapo hatuna la ziada. Nafikiri kila mmoja amepata kumsikia na kumwelewa mchungaji kuhusiana na neno la ukomavu wa kiroho. Ulikuwa nami Ana Ezekiel. Endelea kufuatilia TV yetu Kipepeo Digital TV. Ubarikiwe na karibu sana.